Asante Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, na nizidi kukupongeza kwa jitihada ambazo umeendelea kuzifanya kwa ajili ya kusimamia maadili, uzalendo na utaifa, lakini pia misingi mikuu ya maadili ya Kitanzania. Ni kweli kwamba katika mazingira tofauti mtakumbuka na mtaendelea kuona kwamba wapo Watanzania wachache ambao wamekuwa wakifanya makosa ambayo kwenye sheria yetu kwa mujibu wa sheria kanuni za adhabu, nadhani sura ya 4 kama nakumbuka vizuri, na hasa katika kifungu cha 154 mpaka 157 vinaongelea kuhusu unnatural offenses na crimes against morality. Unnatural offenses ni makosa ambayo yako kinyume na maadili na misingi ya Kitanzania, ambapo mojawapo ni makosa kama haya ya kujamiiana kinyume na maumbile, lakini pia makosa yanayohusiana na uzinzi, makosa yanayohusiana na ubakaji, makosa yanayohusiana na urawiti, makosa yanayohusiana na wakati mwingine hata mob violence, is gender violence based, hata assault, makosa ya kushambulia kwa mwili kwa matusi. Umemshambulia mtu kwa shambulio la mwili ni pale unapogusa mwili wake, lakini pia kuna shambulio kwa matusi na yenyewe ni makosa kisheria. Sasa tumekuwa tukiona ni kawaida sana, aidha vijana watoto kwa umri mdogo au wakubwa au vijana wanawake au watu wazima wakati mwingine wanarusha kwenye video kwenye mitandao yao mambo ambayo yanaonyesha umomonyekaji wa maadili, aidha kwa kutoa matusi, kauli mbaya au mashambulizi dhidi ya mtu mwingine kwa maana ya matusi, lakini pia kueleza mambo ambayo ni unnatural offenses, hizi unnatural offenses kwa maana ya crimes against morality, makosa yanayovunja maadili, miko na desturi na tamaduni za Kitanzania. Kwa hiyo haya makosa wakati mwingine ni kama mnadhani anafumbiwa macho hivi, lakini hatufumbii macho. Sheria ipo, kanuni za adhabu, kifungu nimekuambia cha 154 kinaelezea kuhusu kuingiliana kinyume cha maumbile kwa namna yoyote ile, lakini pia aidha mke au mwanaume, lakini pia ulawiti kwa vijana ambao ni chini ya miaka 18 kwa mtoto ni kosa, lakini vivyo hivyo hata ile masuala ya kushiriki kwenye madanguro ni kosa pia. Kutengeneza danguro, brothels, ni makosa kisheria, na hata pale unapoona dada zetu wale huwa wanafika sehemu wanajiuza. Nakumbuka nikiwa mkuu wa wilaya Dodoma nilifanya hiyo operation, lakini nimekuja kukuta matokeo yake kama biashara iliendelea kwa sababu kuna wanunuzi. Sasa tutaenda kwenye hatua ya kukamata kama jinsi ilivyo kwenye makosa ya rushwa, anayetoa na anayepokea tutachukua hatua. Kwa hiyo hata kwenye masuala ya nini wanaita hiyo, kujiuza, si ndio? Anayeuza na anayeuziwa watakuwa na makosa. Kwa hiyo ndio maana tutafika pale kuna STK, SU nini, ndio wanunuzi hao. Kwa hiyo sisi tutakamata wote wawili, anayeuza na anayenunua, kwa sababu nchi nyingine wamefika hatua ya kutengeneza hilo jambo kwa utaratibu, hata wanalipa na kodi kwa urasmi ambao hauendi kuathiri watoto wetu, hauendi kuathiri sifa na heshima ya mitaa yetu au heshima kwenye maeneo mbalimbali ya watu wazima ambako wako. Utaona wako kwenye mitaa ambayo ni makanisani, kwenye mitaa ya watu, na wanafanya mambo yao hayo, alafu wanaacha yale mamipila, watoto wanaanza kupuliza, tunaleta magonjwa. Sasa haya tutachukua hatua, na ili biashara hii ikome tutachukua hatua kwa anayenunua, anayeuza pia, au anayeuza na anayenunua, wote watakuwa na makosa. Kwa hiyo akina mama niwaambie, ukimkuta baba hayupo huko, baadaye polisi muulize vizuri amepelekwa kwa kosa gani, kama amechukuliwa hatua, kwa sababu watumishi serikalini baadaye kama na wao wapo ambao wanashiriki hivyo, basi ukiona gari imepaki muda mrefu mahali, ujue mtu wao huyo kanyakuliwa, kapelekwa mahali panapostahili, kwa sababu tutachukua na wanaonunua. Kuna kazi nyingi za kufanya. Serikali hii kupitia Mheshimiwa Waziri Gwajima ana mfuko wa ukopeshaji mikopo kwa wakina mama kwenye ngazi ya halmashauri 10%. Hatuna sababu hata ya ombaomba kukaa barabarani, na tuliwapunguza kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wanapewa vibanda, wanapewa fedha wezeshi. Kwa uchumi wetu huu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kupunguza wimbi la watu wanaoombaomba mtaani. Watu wenye ulemavu wana mashirikisho, na kuna fedha zaidi ya shilingi bilioni 1 inatolewa na serikali hii kwenye mfuko maalum, lakini pia kuna fedha za kukopesha kwenye halmashauri. Akina mama kuna mifuko ya ukopeshaji, ipo kwenye maendeleo ya jamii, ipo kwenye halmashauri, ipo kwenye kila wizara, ipo kwenye kila sekta. Kwa hatuna sababu ya kuyafanya haya
Labda pengine kama watatuambia watulasimishe wawe professional kama nchi nyingine, pengine kutakuwa kuna mjadala pia kujadili kuona hili jambo kama lina ulazima kwa kiwango gani, kwa sababu kazi mbadala wanafanya vile wale ambao hawana kazi mbadala, lakini kazi mbadala zipo. Lakini pia si jambo ambalo hata limpendezi Mwenyezi Mungu, halipendezi mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo haya tutazidi kuyaangalia, na jamii ndio ya kutoa maoni, wakiona ni sahihi, Watanzania wote kwa ujumla, sisi ni serikali tunasimama kwa niaba yao, tutaangalia. Lakini kwa sheria za sasa hili jambo haliruhusiwi. Hata kwenye maeneo mbalimbali tunafahamu, tunazo taarifa, zipo spa zinazofanya vizuri ni huduma, sauna zinafanya vizuri ni huduma.